Kuna hatua ambazo Mheshimiwa Rais alikwisha kuchukua. Si vizuri kuwa kama mtu anachukuliwa na wajibishwa. Mnakumbuka kuna wakurugenzi ambao walipoteza nafasi zao. Lakini pia tunakumbuka vizuri kwamba kuna wapo pia ambao ni watumishi wataaluma. Sasa jambo linapokuwa mahakamani haupaswi kulizungumzia kwa mujibu wa msingi wa ibara ya 107 a wa katiba unaosema chombo pekee cha uamuzi wa haki itakuwa ni mahakama. Chombo kikuu na cha mwisho katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nachelea kusema kuzitaja hizo kesi sije kaonekana kama vile bado tunaendelea kushawishi aidha uamuzi na kadhalika, lakini tayari mkifuatilia vizuri kuna baadhi ya halmashauri ambazo tayari kuna kesi PCCB na zimekwisha endelea kwenye hatua ya kutajwa na nyingine ziko kwenye hatua ya kuelekea kwenye hukumu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alichukua hatua kwenye hayo maeneo. Lakini vile vile kama nilivyoeleza siku ya uzinduzi wa Mwenge niliwaambia mje mfike, nimehamasisha Watanzania kufika. Ni pamoja pia na kufanya hiyo tathmini ya mwisho sasa ya yale ambayo baada ya Mwenge uliopita huu unaofuata na anavyozindua Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuna mambo ambayo atayasema pale ambayo itakuwa ni feedback ya kile ambacho tumekifanya kwa kipindi cha mwaka uliopita. Kwa hiyo sitaki ni preempt Mheshimiwa Makamu wa Rais katika yale ambayo atayaeleza nini Mwenge, mafanikio ya Mwenge uliopita, lakini pia katika hatua sasa ya way forward. Lakini kesi zipo na wengi wanashuhudia. Kuna baadhi ya halmashauri naweza nikazitaja ikiwemo Temeke na maeneo mengine ambapo hatua zilichukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa. Kwa hiyo hili kwa kweli halikufumbiwa macho katika fedha hizi na kama tunavyosema ili Mwenge uendelee kuwa na thamani yake ni katika kuhakikisha kwamba value for money inalindwa. Kwa sababu ndio chombo pekee kinachoweza kufika kila eneo na kinafanya tathmini. Ukiacha tuna maauditor kwenye ofisi za serikali, tuna maauditor, tuna watu mbalimbali wakaguzi wa hesabu na kadhalika. Lakini nani mwingine ambaye ni neutral huwa anazunguka kuweza kuangalia, ambaye hautakuwa na muda wa kumshawishi. Unajua kuna wakati mwingine ukiwa unafanya kazi na mimi na unakuja kunikagua hesabu tunafahamiana. Lakini Mwenge kwanza namna ya vijana ambao wanapatikana, pengine nitakuwa najibu kwenye swali la pili, lakini nitaeleza kule. Ni kwamba Mwenge unatusaidia sana katika kupata taarifa sahihi, takwimu, lakini pia hata mahusiano ya viongozi. Labda niseme na hilo pia Mheshimiwa Katibu Mkuu, si dhambi mahusiano ya viongozi. Unaweza kukuta kwenye mkoa fulani mkuu wa mkoa haelewani na wakuu wake wa wilaya, viongozi fulani hawaelewani na hii, zile taarifa zinapatikanaje na hatua zinachukuliwaje. Mwenge niwaambie tu ni jicho la rais, jicho la Mheshimiwa Rais katika maeneo ambayo kote ana vyombo, ana mamlaka, ana utawala, ana mifumo ya kiserikali, lakini Mwenge ni jicho la ziada. Kwa hiyo ni kuambia tu kwa kweli Mwenge ukipita huko kama mguu sawa. Hilo tu naweza nikasema kwenye hatua hii. Na ndio maana umeweza kuona kila Mwenge ukipita mnafahamu vizuri kipindi kile tunapita ameenda na Mwenge. Ulikuwa kuna maneno haya sema ameenda na Mwenge. Maana yake ni kwamba tunaenda kuhakikisha kwamba watu wanafanya kazi jinsi ambavyo sheria na taratibu za nchi hizi zinaelekeza. Wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria, wana mahusiano ya kikazi, wanatekeleza wajibu wao, miradi na fedha zinatumika kwa kusudio lililowekwa. Tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2022, Mheshimiwa Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kutuongoza katika zoezi la kuzindua mbio za Mwenge wa Uhuru katika uwanja wa Sabasaba mkoani Njombe. Mwenge wetu wa Uhuru ambao kwa mwaka huu utaanza mbio zake mkoani Njombe tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2022 kufikia kilele chake mkoani Kagera tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2022. Kaka nakupigia dakika moja mkeka nakuja tunautoa. Niko na wazungu hapa kidogo na kikao nao. No problem my phone. Unasikia? Okay. Haya. Ule mkeka nakuja tunautoa kupitia Wasafi Bet. Sasa nyinyi ndo wale wazungu ambao nilikuwa nasubiri tuongee. Hi, good morning. Eka bwana huko. Sasa na hivi ndivyo jinsi rahisi ya kujisajili kwenye beti yetu pendwa ya Wasafi Bet. Unaingia kwenye browser yako ya simu janja, unaandika www.wasafibet.co.tz. Sasa sisi tumefocus zaidi kwenye kujisajili. Tunabonyeza kitufe cha jisajili ambacho kina rangi ya manjano. Tunakutana na kitu namba ya simu, neno la siri, thibitisha neno la siri.
na hiyo ndiyo njia rahisi ya kujisajili na Wasafi Bet. Jisajili leo ushinde.